السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا يوافي نعمة ويكافي مزيدا. Ikhwani, ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhanahu wa taala, ikhwani, leo nakuletea sehemu ya pili ya jini ashiqi. Sehemu ya pili ya jini ashiqi. Lakini sehemu hii ya pili ya jini ashiqi, anwani yake nasema arad allati tash'uru biha almar'at almamsusu min jini ashiqi, yani dalili ambazo atakazoweza kuzitambua mwanamke ambaye aliyepatwa na jini ashiqi. Inshallah, mwanachuoni anasema tataaradu almar'atu alkathir min almudayyaqati bisababi jinni ashiqi, sawa tilka mudayyaqati kanat min aljinni au min alinsi wa min tilka alalamati katali. Mwanachuoni anaeleza makubwa kabisa kwa hurma yake Allah tabaraka wa taala kwamba mwanamke hutokelezewa na mambo mengi sana ambayo yanomdhiki katika maisha yake. Miongoni mwa sababu hizo ni mambo ya jini ashiqi. Sawa ikiwa matatizo hayo yanatokana na jini ashiqi kwa sababu ya jini ashiqi wa kutumwa kichawi, au ikiwa ni jini ashiqi amekuja yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Na zipo dalili nyingi sana zinazoweza kumtambulisha mwanamama kwamba sasa mimi nimepatwa na jini ashiqi na inahitajika nipate tiba kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Ama dalili ya kwanza ya kujitambua mwanamke kwamba amepatwa na jini ashiqi, tunasema kuthratul ahlami wa takrarihi bitariqatin gharibe, ni mtu mwanamama kupatwa na njozi nyingi sana za kujikaririsha katika njia ambazo zinazotofautiana. Nayo inakuwaje? Inakuwa kama hivi fuatavyo. Anasema waqad ya'ti al-ahlam al-mar'ati 'an at-tariq hulmi ya'ti fihi al-jinn 'ashiqan 'ala hay'ati zawjiha au ma'shuqiha au habibiha au qad tara al-mar'atu annaha fi farqi au tazawwajat. Mwanachuoni anaeleza kwa mapana yake, anasema kwamba mwanamke pia anaweza akapatwa na njozi ambazo zinazomuonyeshea ya kwamba amepatwa na jini ashiqi. Mojawapo ni kuwa atapata kumuona mwanamume anamjia usingizini, lakini mwanamume huyo akamjia usingizini akiwa na majimbile ya mume wake kabisa, yani muonekano na uhalisia mume wake, ndio akamjia usingizini na akawa anafanya naye jimai. Au akapatwa kupata ndoto ya mtu mwanamume akamjia usingizini anayetaka kuja kufanya naye jimai, lakini mwanamume huyo mazingira yake na muonekano wake sawa na mpenzi wake wa huko nje, ndio akaja kumuona anakuja kujamiana naye usingizini. Anasema lakini pia au qad tara almar'at annaha fi farji au fi tazawuj, au wakati mwingine mwanamke anaweza akajiona usingizini ya kwamba yupo katikati ya tendo la ndoa, ndio akajikuta katika hali ya namna hiyo, au akajikuta mwanamke kwamba usingizini anaolewa. Hiyo ni dalili ya kumjulisha kwamba mwanamke huyu amepatwa na jini ashiqi. Na huyu mwanamke anapoota kwamba anaolewa, tunasema tatazawwaju min shakhsi qad ta'rifu, anaweza akajikuta anajiona kwamba anaolewa na mwanamume ambaye anayemfahamu vizuri kabisa. Tena inawezekana akajikuta mwanadada huyu anaolewa na baba yake, au akajikuta anaolewa na kaka yake, au akajikuta anaolewa na mjomba, au akajikuta anaolewa na mtu ambaye ni jirani ya makazi yao, au la taarifu, au wakati mwingine akajikuta anaolewa na mtu ambaye asiyemfahamu. Watamma ziwaji, na hapo kuolewa kukawa kumetimia ndani ya usingizi. Kisha mwanachuoni akaendelea kusema wayahduthu an kulli hadha almaasharat alkamila wa tahtalimu almar'a, na yote haya hutokea makusanyiko na maungamano na maingiliano ndani ya usingizi, ndani ya njozi kwa mwanamke. Wakati tahlumu aidha fi yaqdhati بسبب كثرة المثيرات التي تثار بها عقلية وينزل منها المني. Na wakati mwingine mwanamama huyu hujikuta tu mchana kweupe
hata kama hajalala au yupo baina ya usingizi na baina ya kulala, akajikuta kana kwamba ameingiliana na jamiana na mtu, na akajikuta mwanamama huyu tayari sehemu zake za siri kumeshapatwa na ile hali ya kushushiwa mbegu za kiume. Hali hiyo ukiona, jua wewe umepatwa na jini ashiki, na hii ndiyo tiba yake mujarabu sana, dada yangu, mama yangu. Ama dalili ya pili tunasema kuruhu ziwaji wa adami raghabati fihi, ni kukarahika mwanamama kutokupenda kuolewa, dada kutokupenda kuolewa. Wakati takrahu almar'atu jinsi arrajul hata la yaktaribu minha ahadan ghayru aljinn ashiqi. Yani unakuta mwanamama au mwanadada hapendi kabisa kabisa kusogeleana na kijana wa kiume, hapendi kuwa karibu na mwanamume, yani anazuilika katika hali ambayo yeye mwenyewe hajitambui, lakini hiyo inakuwa ni nguvu ya jini ashiki, kwa sababu jini ashiki anataka yeye mwenyewe ndio awe karibu yako pasina kusogelewa na kiumbe mwingine yoyote. Ukiona hiyo ni dalili ya jini ashiki, na hii dawa hii inakuhusu kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Ama dalili ya tatu tunasema shuuru biharakatin auratin wa khasatan fi fardi sawaa kana مثيرة لشهوة أو هرش وحكة أو حركة جماعي وإحمرار في منطقة الفرج أو تقرحات. dalili ya tatu nasema ni mtu kupata biharakati al-aura, kupata yani kukawa kuna harakati katika sehemu zako za siri, lakini wakhasata sawaa kana muthira lishahwa, harakati hiyo ikawa sawa sawa kama ukiwa umepandwa na shahwa, au hushun, au ukawa kuna hushu fulani, au huka, au ukawa kuna mwasho fulani umepatikana, au harakatu jimai, au harakati ya kijimai. Unakuja kukuta hali hiyo inakutokea automatically, mwasho katika sehemu za siri, au ukajikuta umepandwa umeshikwa na yale matamanio katika sehemu za siri, na ukajikuta kabisa kama kuna majimaji tayari yameshaanza kukutoka wewe mwanamume au wewe mwanamama, sehemu zako za siri ukakuta zimeshaanza kama kuroa fulani, wa ihmirari fi mintaqati farji, na kujikuta kwamba sehemu za siri kukao kumetengeneza wekundu, mabaka mekundu kama kumeivia fulani vile, ambapo uvio ule wekundu si wa kawaida, kana kwamba ulijikuna sana, kitendo ambacho pakatengeneza mvio mwekundu. Hiyo ni dalili ya kujigundua kwamba una jini ashiki, na hiyo inatakiwa uweze kutibika kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala, na mimi nimekuletea dawa hii inaitwa jini ashiki. Ama dalili ya 4 tunasema qad yadhharu aljini ashiq lilmar'ati fayadhharu laha 'ariya. Wakati mwingine jini ashiki humtokelezea mwanamke, tena kumtokelezea hali ya kuwa ni mwanamume amekuja akiwa uchi kabisa. Unamuona huyo anakuja akiwa katika hali ya uchi, bi ashkali mukhtalifa, lakini wakati mwingine anakuja katika majimbili tofauti tofauti. Anaweza akaja akiwa yupo utupu kabisa kwa majimbile ya mtu fulani ambaye unamjua, lakini alipokuja kukaribia na kuanza kufanya tendo la ndoa akabadilika akawa kama sura ya mtu mwingine ambaye usiyemjua. Lakini pia nasema waqad yanalu minha su'an fi yaqadhati au athna'i naumi, lakini wakati huo tendo hilo linaloendelea inawezekana ukaja kupata matatizo makubwa sana wakati ukiwa usingizini, au ukaja kupata matatizo makubwa baada ya kuwa umeamka usingizini na kuona ile hali imeshakwisha kutokelezea. Wadhuhuru shaytani wa irada fi wadhuhuru shaytani warida fil Qur'an al-Karim wa sunnatun nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Na shaytani kumdhihirikia mwanadamu ni kitu ambacho kimechopatikana, kina mashiko katika Qur'ani na kina mashiko katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo isiwe kusema kwamba sasa jini atakutokelezea mwanadamu. Toka lini mwanadamu akaweza kumuona jini, au jini akaweza kujidhihirisha vipi kwa mwanadamu? Kumbuka hata wakati wa Badiri shetani aliweza kujidhihirisha, kama jinsi Mwenyezi Mungu anavyosema
Sema wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa 'an 'aqbayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah inna Allah shadidul iqab. Hali za namna hiyo. Lakini dalili ya tano tunasema kwa mwanamke, tunasema tash'uru zawjati bi anna alladhi yujami'aha ghayra zawjiha athna'i jimaa. Dalili ya tano ni mwanamke ambaye aliolewa aweze kujijua kwamba ana jini mahaba. Dalili hii kwamba mwanamke huyu atajihisi usingizini kwamba anayejamiiana naye si mume wake. Yani katika hali tu ya kawaida, lakini unahisi hivi huyu nilie naye ni mume wangu au sio? Yani hali ya namna hiyo inaweza ikakutokelezea. Au tash'uru ba'da jima'i annaha tajma'u ma ghairi min ghairi an tara ahad. Nasema au wakati mwingine unaweza kujikuta kwamba unajamiiana lakini usimuone ambaye unajamiiana naye. Ile hali yote ya kujamiiana unaiona na unaihisi kabisa katika mwili wako. Mwanamke huyu hali yote ya kujamiiana na mtu unaihisi kabisa katika mwili wako, lakini unajamiiana naye usimuone. Pia anasema au an yujami'aha akthara min wahid fil an, au unaweza kujihisi katika hali ya kawaida tu, hali ya kawaida au hata usingizini unajamiiana na mtu zaidi ya mmoja na kwa wakati mmoja. Hiyo ni dalili ya jini mahaba. Au ana zawjiha yujami'aha fi dubur duna an yahdutha minhu dhalik, au kama unahisi kwamba mume wako anakuingilia kinyume na maumbile pasina kwamba huyu mume kuwa na tabia namna hiyo, lakini ukao unamuona katika njozi katika namna hiyo anakuingilia kinyume cha maumbile, hiyo ni dalili ya kwamba una jini ashik. Mama, inatakiwa upate dawa hii, inaitwa jini ashiki. Ama dalili ya sita tunasema tash'uru almar'ati ahyana biyadi tulammisu jasadaha au tudaibu sha'raha. Anasema ni muda mwingine mwanamke akajihisi kwamba kuna mtu kana kwamba anampapasa papasa. Yani unakuta kwamba kuna mtu kama kuna kitu kinakupapasa papasa pasina kuona huo mkono wenyewe ukikupapasa, au kana kwamba kuna mtu anayeuchezea mwili wako lakini bila kuona huo mkono unayekuchezea mwili wako. Katika hali za namna hiyo, au tash'uru bi anna shakhsa yu'aniquha wa yujadhibuha ilayhi min amami au min khalfi, na kumuona mtu kana kwamba anakukaba, kupata ile hali kwamba mtu anakukaba na kadhalika, lakini pia ukaona mtu kama anakusukumiza kwa mbele au anakusukumiza kwa nyuma. Hiyo ni dalili ya jini ashiki. Umekaa tu umetulia, labda unachezea simu, lakini ukukuta kuna kitu kinakusukuma, au kama kinakusukuma kwa mbele, kama kijiupepo fulani kinakuja kinakusukumiza kwa nyuma au kwa mbele. Hiyo ni dalili ya kwamba una jini ashiki. Ndugu yangu, inatakiwa upate tiba, dada yangu, kwa kutumia jini ashiki. Ama dalili ya saba ya kuweza kujitambua mama yangu kwamba una jini ashiki ni hii inayofuata. Tunasema nufuru zawjati min zawjiha ma عدم وجود انفرازات المهبلية التي تسهل العملية الجنسية معه فتشعر بألم كثير أثناء معاشرته وتزداد سخون الجسم ولا تجب أن تلمسها زوجها. سبحان الله. Mwenyezi Mungu atunusuru sana ndugu zangu, wallahi ni mtihani sana. Mwanachuoni anaeleza kwamba wanawake walioolewa mara nyingi wanajikuta hawataki kujamiana na waume zao. Yani anakuwa hataki kabisa, hiyo hali inamtokea. Hata wewe mwanamume unasikia habari hizi, embu unaweza kuona kwamba kwa mwanamke wako au kwa mkeo hiyo hali anayo, na anakuwa katika hali ya kujizuia, hataki kukutana na wewe, lakini wakati huo maeneo yake ya siri unakuta kuna ifrazati, yani kuna unyevunyevu tayari ushapatikana, ambao ni tayari ni maandalizi maalum ya kutaka kukutana kimwili na kufanya wepesi wa makutano ya kijinsia. Lakini pia hata kama ukijaribu kulazimisha
kwa huyo mwanamke wako, unakuta kwamba fatashuru bi alami, anajikuta anapata maumivu makali sana, kathira athnai muasharatihi, na mara nyingi ni wakati unapokuwa unakutana naye wewe ambaye ndiye mke wako, huyo mke anakuwa na maumivu makali sana. Watazdadu sukhuna jismi, na wakati mwingine unapunguka, inazidi sukhuna yake ya kimwili mwanamke huyo, na anakuwa hapendi wewe uweze kumgusa. Na lawama kama hizi au malalamiko kama haya mimi nimeshawahi kuyapata sana kutoka kwa wanamume kuhusu wake zao. Hili ni dalili ya kupatwa na jini ashiki. Lakini pia tunasema wakatashuru almar'ati athnai muasharati ma'a zawjiha biharqatin au yaatiha nazifu faj'a. Anasema wakati mwingine mwanamama huyu anapokuwa katika muashara ma'a zawjiha, anapokuwa katika ile hali ya kijinsia na mume wake, yajidu biharqa, hujikuta kwamba anapata kama joto kali sana limetokea, halafu baada ile joto anaingia katika period yake kwa mara moja, kwa ghafla. Yani ni period ambayo haijaandaliwa, haujui sababu yake nini, anajikuta ameingia katika period. Katika hali za namna hiyo, huyu mama tambua kwamba amepatwa na jini ashiki, na hivyo anatakiwa atibiwe na dawa mojawapo ni hii hapa, inaitwa jini ashiki. Ama dalili ya 8 ya mtu huyu, ya mama huyu aliyepatwa na jini ashiki, tunasema mama huyu anasema tatakhallafu alfattatu al'adhari idha taqaddama ahadu alkhitbatiha hatta tarfudhuhu raghma munasibatan laha. Aliyepatwa na jini ashiki kwa kina mama wajane, kwa mabinti ambao hawajaolewa, utakuta sana wanawafukuza wachumba. Hiyo ni dalili ya kwamba hawataki kuolewa na hawataki waume, na wamepatwa na majini mahaba, na wanafanya hivyo si kwa amri yao bali kwa nguvu iliyoko nyuma yao. Ama dalili ya 9 tunasema dhuhuru buq'a zarqai wa wujudu alami fiha, ni mwanamke kujiona kwamba ametokelezewa na kidoti kama kibarango fulani katika mwili wake ambacho si cha kawaida, na kibarango hicho kikao kinatengeneza maumivu, hata kama kijikuna anasikia maumivu. Wa dhuhuru duwali ma'a wujudi khuruji fi raqabati ma'a wujudi jurhu fi raqabati wa jismi qad tadhharu kal'abd. Anasema mwanamama huyu baada ya kuwa amedhihirikiwa na kile kibarango kile ambacho akawa anajikuna nasikia na maumivu, lakini pia akawa anapatwa na duali ile kama kizunguzungu fulani katika maisha yake, lakini pia anakuwa anapata kutokwa vijidoti au alama kama kachanjwa chale vile maeneo hasa ya shingo lake au katika baadhi ya mwili wake, ukawa unakuta kuna chale zimekutokelezea, ikiwa katika wakati wa mchana au baada ya kuwa umetoka usingizini ukajikuta kuna vijichale vimekutokelezea. Hiyo ni dalili ya jini ashiki. Lakini pia kitu kingine, taakhuru duratu shahriya, ambayo ni dalili ya 10, kukosa mzunguko au kuchelewa kupata mzunguko wa mwezi. Tunasema tataakhar nuzuli duratu shahriya lada alfatat, wakati mwingine mabinti huwa wanachelewa kupata mzunguko wa mwezi. Watakhtalifu mawaidiha, na kuwa yani zinapishana zile mawaidi zake, yani ule muda wake wa kuingia katika period yake vikao vinapishana, mara tarehe 15, mara tarehe 30, mara tarehe 5, mara tarehe 20, yani anakuwa hana muda maalum. Hii ni dalili ya jini ashiki. Anasema waqad tataghayabu kathiran au yahduthu aksi wa yakthuru nazifu ladayha wala yanqati'u anha ad-dami mu'adham ayami ash-shahr. Mara nyingi humtokezea hali za namna hiyo, damu zikawa nyingi sana, pengine akaingia katika periodi yake ikawa ni nyingi sana ambayo ile ambatana na maumivu makali sana. Tena subhanallah, kitendo ambacho kikamtia katika hali nzito na hata ya maradhi. Hii ni dalili ya kwamba dada yangu umepatwa na jini mahaba na inatakiwa upate tiba. Ama dalili ya 11 tunasema antara almar'atu mutazawijati fi manami annaha turidu ziwaji au annaha satatazawaj min rajulu ma'rufi au majhulu wa taqulu li nafsiha fi manami kaifa atazawaju wa ana mutazawijatun asla. Subhanallah,
Yani hii dalili ya 11 inasema kwamba mwanamke anaweza akajikuta kwamba akajiona kwamba anataka kuolewa usingizini, akajiona kwamba anataka kuolewa usingizini, lakini akawa anajisemea mwenyewe anaha turidu ziwaji, anataka kuolewa, au anaha satatazawaju min rajulu maarufi, au akajiona usingizini kwamba anataka kuolewa na mtu ambaye ni maarufu sana au mtu ambaye asiyejulikana vile vile, lakini wakati huo akawa anajisemea usingizini kwenye moyo wake, anakaa anajisemea, sasa mimi nitawezaje kuolewa wakati nina mume mwingine? Lakini pia hii hali inamtokelezea hata wakati wa kawaida, si usingizini. Akajikuta kuna ni mtu mwanamke ambaye ameolewa kabisa na akafuatwa na mwanamume mwingine ambaye hajui kama huyu kaolewa na akamtaka amuoe. Na huyu mwanamke akakubali kule kuolewa. Lakini anapokaa nyumbani sasa anafikiria, sasa itawezekanaje mimi niolewe na mtu mwingine wakati nina mtu mwingine? Na kama ni hivyo, kwa nini yule nilimkubalia kwamba nipo tayari kuolewa? Yani vitu vya namna hiyo. Yani kuna vitu ambavyo anavifanya kinyume cha mazingira yake halisi. Huyu ana jini mahaba, anatakiwa atibiwe. Lakini kitu kingine ni hiki, tunasema dalili ya 12. Tunasema تعلق الرجل بالمرأة المصاب بجن عاشق بسرعة الرغم أنها قد تكون ملتزمة. Wakati mwingine mwanamume naye huwa anajikuta katika hali ya kumlaumu huyu mwanamke wake ambaye alipatwa na jini mahaba kwa ule uharaka wa raghma zake, yani malalamiko yake, akawa anamlalamikia sana, mbona wewe uko hivi, mbona wewe uko hivi. Yani ukiona mwanamama unalalamikiwa sana na mume wako, wewe mbona hivi, wewe mbona hivi, jua ya kwamba hayo malalamiko wakati mwingine ni sababu, ni vitu ambavyo mume anaviona kwako ambavyo si halisi, na wewe vinafanyika kwako ambavyo wewe huvitambui kwamba ni halisia kwako, unaona vya kawaida, lakini kumbe si vya kawaida. Ama dalili ya 13 tunasema, dalili ya 13 tunasema, kathiran ma tajidu almasabe bijinni ashiqi maniyi rajul fi malabisi dakhiliya au ala firash. Dalili ya 13, mara nyingi mwanamama aliyepatwa na jini mahaba, mara nyingi hujikuta kwamba katika nguo zake kuna zile manii, mbegu za kiume, au katika kitanda kuna mbegu za kiume. Hiyo hali inaweza kumtokelezea, na hiyo ikawa ni mojawapo ya dalili ya kujigundua kwamba umepatwa na jini ashiki. Ikhwani, ndugu zangu, haya nafikisha kwenu. Tunasema balaghtu risala wa adatu al-amana, nimefikisha ujumbe wake Allah tabaraka wa taala na nimefikisha amana yake Allah tabaraka wa taala aliposema, inna shaytana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa, kwamba shaitani kwa nini ni adui, basi na ninyi basi mfanyeni kuwa ni adui yenu. Huyu ni jini ashiki ambaye anatakiwa atibiwe kwa kila hali. Jitahidi uweze kupata tiba yake, na tiba yake nimekuandalia hii hapa, inaitwa jinnu ashiki. Ikhwani, kabla sijakuaga nipende kuambia kwamba hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, na hiyo ibonyeze tena mara moja. Hapo utakuwa mimi na wewe ni wana familia wa channel yetu hii pendwa. Nikuage kwa kusema dumtum fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.